Katika moyo wa Afrika, kati ya milima na savana pana, palikuwa na kijiji kidogo kilichoitwa Imani. Kijiji hicho kiliishi kwa amani kwa muda mrefu, kikiongozwa na hekima ya wazee na mila za mababu. Lakini siku moja, upepo wa hofu ulianza kuvuma. Mazao yakakauka, wanyama wakapotea, na sauti za ajabu zikasikika usiku. Watu wakaanza kuamini kuwa giza lilikuwa limefika kwenye ardhi yao. Katika kijiji hicho, aliishi kijana mmoja mchungaji wa mifugo aliyeitwa Amani. Hakuwa shujaa wala mpiganaji. Alikuwa kijana wa kawaida, lakini moyoni mwake kulikuwa na ndoto kubwa ya kulinda watu wake. Siku moja, wazee wa kijiji walikusanyika chini ya mti mkubwa wa mbuyu. Mzee wa hekima alisema kwa sauti nzito, "Hatma ya kijiji chetu iko mikononi mwa kijana mwenye moyo safi. Shujaa wa kweli si yule mwenye nguvu za mwili, bali yule mwenye ujasiri wa kusimama kwa ajili ya wengine." Alitoka mavumbini, alitoka kwa machozi, lakini sauti ya mababu ikamwita, "Simama, linda watu wako." Shujaa, shujaa, mwana wa Afrika, nguvu na mamlaka viko mikononi mwake. Maneno hayo yakamfikia Amani. Moyo wake ukatetemeka kwa hofu, lakini sauti ya ndani ikamwambia, "Simama." Amani akaanza safari ya kujifunza. Alijifunza kukimbia kama swala, kupambana kwa ujasiri kama simba, na kusikiliza hekima ya upepo na moto. Kila siku nguvu ya moyo wake iliongezeka. Siku ya hatma ilipofika, giza likafunika kijiji. Upepo mkali ukavuma na watu wakakimbia kwa hofu. Tusaidie Amani! Tusaidie! Tusaidie Amani! Amani, haraka! Lakini Amani alisimama mbele yao akiwa na mkuki na ngao, macho yake yakiwa na mwanga wa matumaini. Kwa sauti yenye nguvu akasema, "Leo siogopi. Leo ninasimama kwa ajili ya watu wangu." Na hapo giza likaanza kuyeyuka. Mwanga wa jua ukachomoza na kijiji kikarejea katika amani. Jua linachomoza. Ndio linaangaza kijiji kizima. Tunacheza sasa. Watu wakamkusanya Amani kwa shangwe. Ngoma zikapigwa, watoto wakacheza, na wazee wakainua mikono yao kwa shukrani. Shujaa, shujaa, sauti ya matumaini, anatembea na nuru ya kweli. Shujaa, shujaa, hofu imeshindwa. Giza limeanguka mbele ya mwanga. Shujaa, shujaa. Mzee wa hekima akasema, "Kuanzia leo, jina lake litaitwa Shujaa." Na tangu siku hiyo, hadithi ya Amani ikawa hadithi ya vizazi. Hadithi inayofundisha kuwa shujaa wa kweli si yule anayeshinda vita, bali yule anayeshinda hofu yake na kulinda amani ya watu wake. Shujaa, shujaa, jina lake lasikika, kila kizazi kitaimba. Shujaa.